Zaidi ya wanafunzi 400 wa shule ya msingi Nduoni mkoani Kilimanjaro ambao walikuwa wakilazimika kupeleka kuni shuleni za kupikia. Changamoto hiyo imepatiwa ufumbuzi baada ya kujengewa mtambo wa gesi ya kutumia kinyesi cha ng'ombe, yani biogas. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Akulina Tarimo anasema kulingana na idadi kubwa ya wanafunzi walikuwa wakilazimika kutumika kiasi kikubwa cha kuni, jambo lililochangia uharibifu wa mazingira. Na kama mnavyoona hizi hapa ni akiba ya kuni ambazo zinaendelea kutumika kwa wanafunzi kwa ajili ya kupikia chakula. Kwa hiyo sasa niendelee tena kuwashukuru kwa huu mradi wa biogas ndio tujengea, kwa sababu huu usumbufu wa namna hii hautakuwepo tena, ambapo ulikuwa unachangia kiasi kikubwa cha uharibifu wa mazingira. Kama mnavyoona, hii ni miti ambayo ilikatwa, labda pengine ingekuwa ni miti ya matunda au labda ni kwa ajili ya mbao au na matumizi mengine. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa huu mradi mliotuletea. Hii haitakaa ionekane tena. Ni kwamba kuni tulikuwa tunazipata kutoka kwa wazazi, ambapo wanafunzi ndo walikuwa wanazileta shuleni. Mimi nilianzisha utaratibu mpya kwa sababu wao walikuwa wanaleta tuseme labda Jumatatu wanapumzika Jumanne, Jumatano, lakini nikaona kwamba ni kama inawatesa watoto. Kwa hiyo nikawa nimeanzisha utaratibu mpya kwamba tunapofungua shule Januari, kuanzia ile Januari, kwa sababu inakuwa ni kipindi cha jua bado masika hijaanza, watoto wanaleta kuni mfululizo ndani ya mwezi mmoja mzima au hata mwezi na nusu. Tuna darasa ambalo linatumika kama store. Kwa hiyo tukawa tunajaza darasa, likishajaa tunapumzika mpaka mwezi wa 8. Pale tena ndio kidogo wanaleta zile za kumalizia ule mhula wa pili. Kwa hiyo ndio system ambayo tulikuwa tunatumia. Sio kwamba labda walikuwa wanaleta kila mara. Tukishatangaza kwamba mwezi huu ni wa kuni, kwa hiyo watoto wanaleta kwa wingi, tunajaza darasa alafu wanapumzika mpaka pale zinapoonekana zinakaribia kuisha. Na kuhusu mbolea, ni kweli niliitisha kikao na wazazi wakati mradi unaanza tu. Wazazi waliahidi kwamba mbolea ingekusanywa iletwe, lakini tumepata changamoto kidogo kutokana na kwamba asilimia kubwa ya wanajamii tunaoishi nao ile mbolea wanaitumia kwa matumizi yao ya nyumbani, jambo linalopelekea hata wao wenyewe kutokujitosheleza mahitaji yao. Kwa hiyo tunavyoshikana mashati na watoto kwamba mlete mbolea, tunapata kwa uchache sana na kwa namna ambayo lazima uwapige mikwara kidogo kwamba usipoleta utapewa adhabu, utachapwa. Kwa hiyo mtoto atajitahidi, ataleta kile kidogo. Kwa hiyo upatikanaji wa mbolea bado ni changamoto. Japo jamii iliweza kuahidi kwamba itatekeleza, lakini kwa hilo halina matokeo chanya. Tunaomba kama ikiwezekana, kamati itakayokuja leo, nitoe ombi, tungeweza kupatiwa mradi wa ng'ombe ambao ungeweza kutuzalishia mbolea ambayo tungeipata kila siku bila kuwa na ile adha ya leteni mbolea na wakati huo hailetu na wakati huo pia inahitajika. Yaani yoyote tu angekuwa wa maziwa, kwa sababu lengo ni kupata mbolea. Ndicho kamati tulicho propose baada ya kukaa kama kikao kifupi. Washukuru wote kwa ujumla wenu, na hasa kiongozi mkuu, kampuni husika iliyoamua kutuletea mradi huu ili kuweza kutumia nishati safi na salama, hasa kwa kipindi hiki cha maendeleo ya sayansi na teknolojia. Ndugu wajumbe, mradi huu sio kwa ajili ya kupikia tu, kwa sababu pia hata katika ujifunzaji wa vitendo zaidi darasani utasaidia sana kwa wanafunzi kujifunza zaidi kwa vitendo kuliko nadharia. Kwa hilo nipende kuwashukuru sana, na sisi pia tunaahidi kwamba tutautumia ipasavyo kama ulivyokuwa umekusudiwa. Kasimu Mnyoni ni mtaalamu wa ujenzi wa mitambo ya biogas. Anasema hata kama hutakuwa na mifugo kama ng'ombe wa kupata kinyesi kuendesha mitambo hiyo, unaweza kutumia kinyesi cha binadamu kwa kuunganisha mtambo huo na choo. Hapa tuliposimama kuna ujazo wa kilo 1042 za ujazo wa gesi ambayo imetunzwa huko ndani. Kipindi mbolea tulileta juzi, tukajaza yote ile tulioleta, ndio hapo sasa gesi ikaanzia hapo. Sasa ule muendelezo sasa, ili tuwe na matumizi, tukakuta mbolea huko zinakoenda kuletwa hazipatikani. Ndio changamoto. Na hata hivyo kwenye kanuni na uzoefu sisi tunaenda pia kwa jamii, kwa sababu hii mitambo sio kwamba tunajenga tu kwenye taasisi
mashule na maeneo mengine, tunajenga pia kwenye jamii. First priority ni kuwa na ng'ombe. Uwe na ng'ombe watakaolisha huku. Ndio kipaumbele cha kwanza. Tukija kwako kama una ng'ombe lakini unahitaji, tunakuangalia una watu wangapi, tukuunganishie na choo. Kwa hivyo tutajenga hii digester, tutajenga na toilet inayounganishwa kwenye hilo nani la inlet la kulishia, iweze kukusaidia kupata moto. Na kwa sababu hata mimi nyumbani ninayotumia ng'ombe wangu ni wachache, lakini kaunganisha na choo. Na ni choo kizuri, wala utasikia kwamba kuna harufu ya chooni. Hata ikitoka ukiamua kwenda kuipeleka shambani, inafaa tu. Na ni mbolea nzuri na inarutubisha shamba vizuri. Kwa upande wake Daniel Saloni, mpishi katika shule hiyo, anaeleza jinsi nishati hiyo inavyorahisisha kupika. Muda wa miaka 3 nikipika hapa shuleni, nimeona kabisa raha nzuri sana kutumia gesi. Ni nzuri sana, itasaidia kwa ajili ya moshi inavyoniumiza macho. Na hapa kidogo naona at least nitakuwa na amani ya kufanya kazi, kuepukana na magonjwa yenye makande. Huwa napika kwa masaa 3, lakini sasa nikitumia gesi naweza kufanya masaa 2. Mradi huo ni moja kati ya miradi 48 inayofadhiliwa na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP kupitia programu ya ruzuku ndogo za mfuko wa mazingira duniani, ambapo mashirika yanayotekeleza miradi hiyo yanajengewa uwezo na Jumuiya la Maliasili Tanzania TNRF.